Habari za asubuhi. Somo letu la leo, vipimo vya maabara. Somo la 33, vipimo vya maabara. Kristos kwenye mkojo ni nini? Kristos kwenye mkojo ni nini? Unaweza kuona mawe kwenye figo na yanaweza kuanza kama kristos ndogo ndogo sana zisizoonekana kwa macho. Kristos ni nini? Ni chembechembe ndogo ndogo sana za madini zinazoweza kuonekana kwenye mkojo wakati wa uchunguzi wa hadubini kule maabara. Hadubini ni darubini. Kristos hutokana na nini? Kristos inatokana na mambo yafuatayo. Kwanza, upungufu wa maji mwilini. Kwa hiyo maji mwilini ni muhimu katika kila maeneo. Lakini pili, mabadiliko ya pH ya mkojo. Tulijifunza kule nyuma pH za mkojo. Unaweza kufuatilia somo la pH za mkojo kule nyuma. Lakini pia madini yakiwa mengi kwenye mkojo yanaweza kutengeneza kristos. Lakini pia kuna baadhi ya magonjwa pia yanaweza kusababisha kristos kwenye mkojo au kwenye figo. Aina za kristos zinazopatikana mara nyingi. Ziko aina 3 ambazo zinapatikana mara nyingi za kristos. Uric acid kristos. Hii ni aina ya kwanza, na aina ya pili ni calcium oxalate kristos, na aina ya mwisho ni triple phosphate kristos. Hizi ndo aina kubwa zaidi zinazopatikana kwenye mkojo. Aina hizi za kristos au madini ya kristos yanayopatikana kwenye mkojo. Kwa nini ni muhimu haya madini? Haya madini kwa nini ni muhimu? Baadhi ya kristos zinaweza zikawa na faida zifuatazo. Kwanza tujue kwamba ni ya kawaida kuwepo, kitu cha kawaida. Lakini pia huashiria uwezekano wa mawe kwenye figo. Zile kristos kadri zinavyojitengeneza inaongezeka kidogo kidogo kuwa jiwe linakuwa kwa kutumia mfumo huu wa kristos, kuwa kidogo kidogo hatimaye linakuwa jiwe kubwa la kristos. Linajiongeza, linajikuza kidogo kidogo. Lakini 3, husaidia kutambua matatizo fulani ya mwilini, aina fulani za magonjwa mwilini. Kwa hiyo kristos kwenye mkojo ni taarifa muhimu ambazo maabara huzitumia kutathmini afya ya mfumo wa mkojo, toka kwenye figo mpaka kwenye mfumo wote wa mkojo. Basi njoo tujifunze afya ya mwili wa binadamu kwa lugha nyepesi zaidi, kwa lugha rahisi zaidi, ili uweze kuelewa kwa urahisi zaidi walau baadhi ya mambo. Usiache kushare, kunifollow na kulike. Karibu sana.